الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأصول التي خالفت فيها جماعة الإخوان المسلمين والسرورية أهل السنة والجماعة. Misingi ambayo wameikiuka kundi la Ikhwanul Muslimin na kundi la Sururiya, wamekwenda kinyume na Ahlus Sunnah wal Jamaa. Al-usulu allati khalafat fiha jama'atul Ikhwanil Muslimin was-Sururiya Ahlus Sunnah wal Jamaa, misingi ambayo wametofautiana katika misingi hiyo kundi la Ikhwanul Muslimin na kundi la Sururiya, wametofautiana katika misingi hiyo na Ahlus Sunna wal Jamaa. Anwani hii kwa idhni ya Allah tabaraka wa taala ni anwani ambayo inaashiria mambo ambayo ni misingi ya dini, ni misingi ya Uislamu, ni misingi ya sunna ambayo imekiukwa na kundi la Ikhwanul Muslimin na kundi la Sururiya. Mwandishi wa anwani, kabla ya kutaja Ikhwanul Muslimin na kabla ya kutaja As-Sururiya, ametaja jamaa. Al-usulu allati khalafat fiha jama'atul Ikhwanil Muslimin was-Sururiya, kundi la Ikhwanul Muslimin na kundi la Sururiya. Lakini alipotaja Ahlus Sunna wal Jamaa hakutaja jamaa, hakusema al-usulu allati khalafat fiha jama'atul Ikhwanil Muslimin was-Sururiya jama'at ahli sunnati wal jamaa. Hakusema hivyo. Hakusema hivyo kwa sababu jamaa ya Ikhwanul Muslimina na jamaa ya Sururiya ni jamaa batila, ni jamaa ikosolewayo, ni jamaa ikosolewayo. Lakini jamaa ya Ahlus Sunnah wal Jamaa ni jamaa isifiwayo, bali katosheka jamaa ya Ahlus Sunna wal Jamaa kuwa kwake ndanimo kuna neno al-jamaa, Ahlus Sunna wal Jamaa. Hakukuwa na haja ya neno jamaa kabla ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Ahlus Sunna wal Jamaa jama'atun la ka jama'atin, la ka jama'atin, la tumathilu jama'atin.
Ahlusunna wal Jamaa ndiyo Uislamu wenyewe ambao aliuacha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha kama alivyosema Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, wasataftariqu ummati ala 73 firqa ay jama'atin فالإخوان المسلمون والسرورية من الجماعات. Mwandishi wa anwani pia ameanza kutaja kundi la Ikhwan al-Muslimin, kisha kafuatisha kundi la as-Sururiya. Utangulizwaji wa kundi la Ikhwanul Muslimin unakwenda sambamba na kile ambacho wamekitaja wanawazuoni Allah warahamu, ya kwamba kundi la al-Ikhwan al-Muslimun ndilo la mwanzo, ndilo lililozaa as-Sururiya. As-Sururiya ni kundi ambalo limezalikana, ni kama mtoto kifaranga ambacho kimetokana na kundi la Ikhwan al-Muslimun. Lakini makundi haya yanatashabu, yana mfanano uliokuwa mwingi na mwingiliano uliokuwa mwingi, na hakuna tofauti kubwa baina yao, na ndio maana yakatajwa kwa pamoja, yakawa yamelengwa kwa pamoja katika risala hii fupi ambayo asili yake ni darsa na muhadhara wa sauti. Mtunzi wa kitabu katika ukurasa wa 3 ambao ni ukurasa wa muqaddima, anasema bismillahir rahmanir rahim. Al-muqaddima. Alhamdulillah, sifa zote njema nastahiqi Allah, muizzi sunnati binasrihi, mwenye kuipa nguvu sunna kwa ushindi wake, wa mudhillil bid'ati biqahrihi, na mwenye kuidhalilisha bid'a kwa nguvu zake, wa musarrifil umuri biamrihi, na mwenye kuendesha mambo yote kwa amri yake, alladhi adhhara dinahu ala ad-din kullihi, ambaye ameidhihirisha dini ya Kiislamu juu ya dini nyingine zote. Walau kariha a'da'u at-tauhid was-sunna, na hata kama watachukia maadui wa tauhid na sunna. Faqawluhu walau kariha a'da'u at-tauhid was-sunna ay walau kariha a'da'u al-islam, walau kariha a'da'u al-islam au walau kariha a'da'u ad-din. Ad-din huwa at-tauhid was-sunna, ad-din huwa at-tauhid was-sunna. Kwa kuwa dini ni tauhidi na sunna, ndipo akawa ameitaja kwa kuifafanua dini hiyo ambayo ndiyo aliyoidhihirisha Allah tabaraka wa taala, ikawa juu ya dini zote, japo kuwa juu dini hiyo, juu ya dini zote ni jambo ambalo halito furahikiwa na maadui wa hiyo dini. Walau kariha a'da'u at-tauhid was-sunna ay walau kariha a'da'u ad-din. Ahmadu rabbi wa ashkuru, ninamhimidi Mola wangu mlezi na ninamshukuru. Wa atubu ilayhi, na ninatubia kwake.
wa astaghfiruhu, na naomba msamaha kwake. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah, na nashuhudia kwamba hapana muabudiwa wa haki isipokuwa Allah wahdahu, peke yake, la sharika lahu, hana mshirika. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, na nashuhudia ya kwamba hakika Muhammad ni mja wake na mtume wake, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sala za Allah ziwe juu yake na watu wake na masahaba wake, wa sallama tasliman kathira, na amani kwa wingi. Amma ba'du, fa'altaqi bikum ma'ashara al-ikhwati al-kiram, ninakutana nanyi enyi kundi la ndugu zangu watukufu, lilhadithi an mawdhu'in muhimmin jidda, kwa ajili ya mazungumzo kuhusu maudhui muhimu mno. Anwani ya maudhui, anwani ya hadithi yangu kwenu ninyi na mazungumzo yangu kwenu ninyi: al-usulu allati khalafat fiha as-sururiyyatu wa jama'atu al-ikhwan al-muslimin ahla as-sunnah wal jamaa, misingi ambayo wametofautiana ndani ya misingi hiyo sururiya na kundi la ikhwanul muslimin, wametofautiana na ahlus sunna wal jamaa. Wal maqsud min hadha al-liqa, na makusudio ya ujumla ya kutana kwetu huku. Wal maqsud min hadha al-liqa, na makusudio ya mkutano wetu huu, an-nasihatu lilmuslimin, ni nasaha kwa waislamu wote, watambihuhum, na kuwazindua, ila khatari hatain alfirqatain, kuhusiana na khatari ya hayo makundi mawili, wa bayanu shay'in min mukhalafatihima, na kubainisha sehemu katika mikhalafa yao, kutofautiana kwao, limanhaji ahli sunnati wal jamaa, kutofautiana kwao hayo makundi mawili na mfumo na njia waipitayo ahlu sunna wal jamaa. Hili ndilo lengo ambalo Sheikh amelikusudia. Walmuslimu alayhi an ya'rifa ma yaduru hawlahu, na muislamu ni wajibu juu yake an ya'rifa, atambue, afahamu, ma yaduru hawlahu, yale ambayo yanazunguka pembezoni mwake, min fitanin, miongoni mwa fitna, atambue, awe na elimu nazo kwamba hizi ni fitna, hatta la yaqa fiha, ili asiingie ndani ya fitna hizo, bisababi jahlihi, kwa sababu ya ujinga wake. Kwa kauli hii, elimu ni sababu ya kumepusha mtu katika jambo la kutoingia katika fitan, na ujinga ni sababu nyepesi mno ya kumuingiza mtu katika fitan. Fitan huwa inaingiwa pasina kujua. Elimu inampa mtu mwanga wa kuitambua fitna ili asiingie. Na Waislamu tuna haja na hili, kwa sababu fitan zipo pembezoni mwetu, zinatutaka tuziingie. Elimu
itakuwa ni mwangaza wa kuzimulika fitani hizo ili tuziepuke. Wa rabbuna jalla wa ala, na Mola wetu mtukufu aliye juu, bayana, amebainisha, wa wadhaha, na ameweka wazi, tariqal huda, njia ya uongofu, min aldhalali, akaipambanua kunako njia ya upotevu. Limadha faala dhalik, kwa nini Mola wetu mlezi amelifanya hilo? Aljawab, liyahtadiya bidhalika almuhtadun, ili waipite njia hiyo ya mwongozo, almuhtadun, wenye kuongoka, waweze kuipita njia wenye kuongoka. Wayatabayana alhaqu, na katika miongoni mwa sababu ya hilo, wayatabayana alhaqu alladhi yanbaghi sulukuhu, ili iwe wazi haki ambayo inapaswa kufuatwa na watu wote, ili ibainike haki ambayo inafaa kufuatwa na watu wote. Qala Allahu ta'ala, amesema Allah mtukufu, wakadhalika nufassilu alayati, na hivyo ndivyo ambavyo tunazifafanua aya zetu, tunazifafanua ayat, walitastabina sabilul mujrimin, ili iwe wazi njia ya waovu. Ay yani sabiluhumul musilatu ila sakhati llahi wa adhabi, njia yao ifikishayo katika ghadhabu za Allah na adhabu zake, iwe wazi, iwe bayana, ili watu waiepuke. Fa inna sabila almujrimin, hakika njia ya waovu, idha stabanat, pindi itakapokuwa imebainika, wattadhahat, na itakapokuwa wazi, amkana jitinabuha, itawezekana kujiepusha nayo, walbu'du minha, na kujitenga nayo mbali, bikhilafi ma law kanat mushtabihatan multabisatan, tofauti na hali lau kama hiyo njia ya waovu, lau kama njia ya waovu itakuwa mushtabihatan, ni yenye kuchanganyika, multabisatan, ni yenye kutatiza. Fa innahu, hakika hali ikiwa hivyo, la yahsulu hadha almaqsudu aljalil, halitopatikana hili kusudio tukufu. Kusudio gani? La kujitenga mbali na kujiepusha na njia ya waovu. Hivyo njia ya waovu inakuwa yenye kuwezekanwa kuepukwa na kujitenga nayo mbali pindi inapokuwa wazi, na uwazi hupatikana kwa elimu. Tofauti inapokuwa njia hiyo imejificha na imechanganyika, haikubainika, basi watu wataiingia wakidhani ile sura ya haki idhihirikayo ichanganyikayo kwao ndio uhalisia wa ndani pia wa jambo hilo, hali ya kuwa si hivyo. Waqad kana ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam yasalunahu, na walikuwa masahaba wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam waliokuwa wengi walikuwa wakimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam ani taati, kuhusiana na mambo ya utiifu,
mara nyingi walikuwa wakielekeza maswali kuhusu namna ya kumtii Mola wao, liyamtathiluha, ili waweze kuyatekeleza mambo hayo ya kumtii Mola wao jalla wa ala. Wa kana Hudhaifatu radhiyallahu anhu, na alikuwa Hudhaifa Allah amridhie, yasaluhu anil batili, akimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu mambo ya batili, wa sharri, na mambo ya shari, wal fitna, na mambo ya fitna, wa wahani ural islami, na udhoofu wa nguvu ya Uislamu, sababu zake, nyakati zake, hali zake, wa fushuwil bid'ati, na ueneaji wa bid'a. Lengo la Hudhaifa lilikuwa ni nini? Litamakkuni minal mujanaba, ili kuweza kujiepusha. Maana yake alikuwa anaiulizia elimu ya njia za batili, elimu hiyo akiipata iwezekane kujiepusha. Kama alivyosema radhiyallahu ta'ala an, kana an-nasu yas'aluna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam anil khair, walikuwa watu, yani masahaba wenzake, wengi wao mara nyingi wanamuuliza Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam kunako khairi. Wa kuntu as'aluhu anish sharri, nami nilikuwa nikimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam kunako shari. Lengo, makhafata an yudrikani, kwa kuhofia isinifike. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Fama'rifatu sabilil batili, basi kuifahamu njia ya batili, wa bikhassa, na hususan al-mawjuda fi zamanina, batili iliyopo ndani ya zama zetu, muhimmatun jidda, ni jambo la muhimu mno. Lianna man lam ya'rif ash-sharra min al-khair, kwa hakika sababu ya umuhimu huu ni kwamba man lam ya'rif ash-sharra min al-khair, yeyote ambaye hatoifahamu shari akaweza kuitenganisha kunako kheri na kuitofautisha, yushiku, inaogopewa hivi karibuni, an yaqa fihi, ataingia hiyo shari. Kama qala ash-sha'iru, ni kama alivyosema mshairi, araftu ash-sharra la lish-sharri, nilitambua, nilijua shari si kwa lengo la kuifuata shari, lakin litawaqihi, lakini ni kwa ajili ya kujikinga nayo. Wa man la ya'rifu ash-sharra minan nas, na yeyote asiyeifahamu shari miongoni mwa watu, yaqa'u fihi, ataingia ndani yake. Thumma, kisha, inna ar-radda ala ahli al-bid'i, hakika kuwakosoa watu wa bid'a, aslun min usuli ahli sunnati wal jamaa, ni msingi miongoni mwa misingi ya ahlu sunna wal jamaa, mujma'un alayhi indahum, uliokubalika kwao wote, uliopita pasina tofauti baina yao. Qala Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, amesema Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa mithlu a'immatil bid'i, na mfano ni wale viongozi wa bid'a, min ahli al-maqalati, katika wale wafuasi wa itikadi potofu, al-mukhalifa, zenye kupingana, lilkitabi was sunna, zenye kupingana na kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, au al-ibadati, au
miongoni mwa wale watu wa ibada al-mukhalifa, zenye kupingana lilkitabi wa sunna, na kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa inna bayana halihim, hakika kubainisha hali za watu hao, yani viongozi wa bid'a. Na mfano wa viongozi wa bid'a ni wale watu wasimamiao itikadi potofu zenye kukhalifu kitabu cha Allah na sunna za mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, bali pia ni wale watu watendao kinyume na sheria, watu wazushao katika ibada. Hakika jambo la kubainisha hali za watu hao, wa tahdhira al-ummati minhum, na kutahadharisha umma kunako watu hao, wajibun, ni jambo la wajibu, biittifaqi almuslimin, kwa makubaliano ya wanawazuoni wa Kiislamu. Hatta qila li Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, mpaka ilisemwa kwa Imam Ahmad ibn Hanbal, ar-rajulu yasumu wa yusalli wa ya'takif, mtu anayeswali na kufunga na kukaa itikaf, ahabbu ilaik, anapendeza zaidi kwako wewe, au yatakallam fi ahli albid'i, au mtu ambaye anazungumza kuhusiana na ubainifu wa watu wa bid'a. Faqala, akasema rahimahullah, idha qama wa salla wa i'takafa fa innama huwa linafsihi, hakika atakapokuwa mtu huyo amesimama na kuswali na akafanya ibada ya itikaf, fa innama huwa linafsihi, hilo jambo manufaa yake ni kwake mwenyewe. Wa idha takallama fi ahli albid'i, na ikiwa atazungumza kuhusiana na ubainishaji makosa na kurekebisha makosa ya watu wa bid'a, fa innama huwa lilmuslimin, hakika jambo hilo faida yake ni kwa waislamu wote, faida inaenea zaidi. Hadha afdalu, ibada hii ni bora zaidi. Idh tathiru sabilillah, kwa sababu kuisafisha njia ya Allah tabaraka wa taala, wa dinihi, na dini yake, wa minhajihi, na njia yake, wa shariatihi, na sheria yake, wa daf'i baghi haula, na kuzuia urukaji mipaka wa hao, yani watu wa bid'a, wa udwanihim ala dhalik, na uadui wao katika jambo hilo la dini. Wajibun ala alkifayati, ni uwajibu wa kutoshelezana, biittifaqi almuslimin, kwa makubaliano ya waislamu wote, kwa makubaliano ya wanawachuoni wote wa Kiislamu. Walaula man yuqimuhu Allahu, na lau kama sikuwepo wale ambao amewasimamisha Allah, amewaweka Allah, yani wanawazuoni, lidafi dharari haula, ili kuzuia madhara ya hao, la fasada dinu, basi dini ingeharibika yote. Wa kana fasaduhu a'dhama, na uharibifu wa dini wakati huo ungekuwa ni mkubwa zaidi, min fasadi istila ila aduwi, kulikoni hata uharibifu wa dini utokanao na istila ila aduwi, kupata nguvu adui, min ahli alharbi, adui atokanaye na makafiri wa vita. Fa inna haulai, hakika hao makafiri wa vita, idha staulau, pindi watakapopata kuitawala dini kwa kuiharibu, yufsidul quluba, la yufsidul quluba, hawaharibu mioyo ya wenye dini, wama fiha min ad-din, na yale yaliyomo ndani ya mioyo yao katika istiqama, katika tauhid, katika aqida, hawaharibu. Illa
illa tab'an, isipokuwa kwa njia isiyokuwa ya moja kwa moja. Wa amma ulaika, na amma hawa watu wa bid'a, watu wa itikadi potofu katika dini, watu waanzishao ibada za batil, watu wa mifumo ya batili, yufsiduna alquluba ibtidaa, wanaharibu mioyo moja kwa moja, kwa njia ya moja kwa moja. Fabayanu hali ahli albid'i, basi kubainisha hali ya watu wa bid'a, minan nasihati lilmuslimin, ni miongoni mwa nasaha kwa Waislamu, alma'mur biha shar'an, nasaha ziamrishwazo kisheria, wal inkaru ala almukhalifina lisunnati, na kuwakemea wapingao na waendao kinyume na sunna, minar rahmati bihim, ni katika rehma kwao, la'allahum yarji'una an khata'ihim, pengine watarejea nyuma wakaacha makosa yao, wayatabayyana lahumul haqq, na ikabainika kwao haki, wayatabayyana lahumul haqq, na pengine ikabainika kwao haki ili waifuate, wali alla yudhillu ghayrahum, na kwa sababu pia wasije kuwapoteza wengine. Wa minar rahmati bil khalqi umuman, ni miongoni mwa rehma na huruma kwa viumbe kwa ujumla, kwa binadamu kwa ujumla, alla yaqa'u fi sharakil bid'i, ili wasiingie katika mitego ya watu wa bid'a. Ayuha alikhwa alkiram, enyi ndugu zangu watukufu, minat tanzimati alkhatirati, miongoni mwa makundi ya hatari, alwafida, yaliyoingia ila biladi alislam, katika miji ya Kiislam, at-tanzimu sururi, ni kundi la sururiya, wa tanzimu jamaati al-ikhwan al-muslimin, na kundi pote la ikhwan al-muslimin. وقبل بيان الأصول التي خالف فيها أصحاب التنظيم السروري, na kabla ya kubainisha misingi ambayo wafuasi wa pote la sururia wamepinga na wamekwenda kinyume ndani yake, misingi ya ahlus sunna wal jamaa wa tanzimi liikhwani almuslimin, na kabla ya kubainisha misingi ambayo wamekwenda kinyume wafuasi wa kundi la ikhwan almuslimin, baada usuli ahli sunnati wal jamaa, wamekwenda kinyume na baadhi ya misingi ya ahli sunna wal jamaa, fa innahu min almunasibi, hakika ni katika yenye kunasibiana na hali, التعريف بالمختصر التعريف المختصر بالتنظيمين, utambulisho mfupi wa haya makundi mawili au mapote mawili. Insha Allah taala, kwa mukaddima huu mwepesi ambao tumeufanya kuwa si wenye kuchambua sana masala, tutaishia hapo, na insha Allah tutaanzia katika utambulisho wa tanzim firqat al-ikhwan al-muslimin. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.